Habari za popote pale ulipo mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV, matumaini yangu makubwa ni kwamba uko mweri wa afya. Asante kwa kujiunga na matukio yetu leo, ikiwa ni siku ya Jumapili ya tarehe 23 mwezi Januari mwaka wa 2021. Na wakaribisha kufuata matukio yetu mtazamaji wa Nipe News TV. Jina langu niite Andrea Mlima, ambaye bila shaka niko Bennett ili kuwaleteni matukio haya. Na moja kwa moja mtazamaji wetu, tuanze matukio yetu katika mji wa Manono. Ni kwamba ukosefu wa usalama washuhudiwa tarafani Manono ndani ya kijiji cha Kabeke, na hiyo ni baada ya wanamgambo Maimai kuiteka kijiji hicho. Huko Masisi ni kwamba makundi ya wanamgambo mbalimbali yaendelea kujiunga na jeshi la taifa FARDC. Hayo ni baada ya kusikiliza wito wa wakuu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ces miliciens figurent des commandants rebelles. Au niveau de l'axe Katoi, dans le groupement Nyamaboko 1er et 2 en territoire de Masisi, la population a décrié l'activisme de la coalition APCLS FDDH. Alors, il a été donné au secteur opérationnel Nord Kivu sous-commandé par le gouvernement militaire des directives opérationnelles très claires. Il fallait tout mettre en œuvre pour redonner à la population de cette partie de la province la paix. Chose qui a été faite sous le commandement du général de brigade Mououlumbu Evariste. Nous avons mené des opérations intenses au niveau de l'axe Katoi. Et aujourd'hui, le bilan, c'est celui que nous avons tenu à présenter au gouvernement militaire. David Fikiri, colonel autoproclamé, était le chef secteur de cette coalition œuvrant sur l'axe Katoi dans le groupement Nyamaboko 1er. Ce chef de la plus virulente milice de Masisi, après qu'il s'est rendu au FARDC, il exhorte les autres porteurs illégaux d'armes à déposer leurs armes et à participer à la pacification et à la reconstruction de la RDC. Il s'exprime en Swahili. Tunaona mkongomani kwingine kuuana iko mzuri. Ndio maana tunatoka kupori, sisi wote tujenge Kongo yetu. Constant Dima Kongba, gouverneur militaire du Nord Kivu, a salué cette bravoure de ces éléments qui ont accepté de répondre à l'appel du chef de l'État congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Loboé nakanisi binomoko bozali témoin, wana ezali binomoko témoin, bomoni ke ezali na litoma moko te bénéfice moko te 15 ans, 20 ans na kati ya Zamba, na tango baninga na bino mosusu peut-être ba profiter basi batanga, basi ba lekibino, mosusu ba komi na matali ba informatique, ba misala muke ba chauffeur, ba taximètre zo komona awa, bazali ko évoluer na âge basi ba bali kama libota na ye, azali ko bota bana, azali ko sala vie na ye, mais ba lekisi bino tango pamba na kati na Zamba. À ces 20 armes récupérées lors de la reddition, il faut ajouter 16 autres armes des opérations antérieures. Tujielekeze pa Goma jimboni Kivu Kaskazini. Ni kwamba wamama katika jiji la Goma waiomba serikali kusitisha serikali ya dharura au etat de siège katika lugha ya Kifaransa, huku wakisema kwamba wingi wa wanajeshi unasababisha madhara mengi jijini hapo. Soda, huyu soda, bote asema soda ndio wanaana Goma mzima. Sasa basoda wanafanya nini? Bone tangia basoda balingia ku gouvernorat. Hakuna changement yenye na ingia. Sasa she tunachoka she ba mama, on est assez. Tunachoka, hatutakuwa nazala batoto, mtoto wako anataka kukupatia kisamunya kikule bakuuia. Sawa na muua binapita vile, huyu binapita vile, finalement tutaishia batupatie basishe ruta sheba mama, bapatie babiana nani solution, baanze tafutisha manani mankete mu makartier, tuone kama vitu vikiendelea juu u gouverneur atuone wenyana kia tufanyizia atuvione. Mtoto mloko yangu anazaliwa anamaliza masomo dimashi anadistenge lendi banamuua.
huko Lubumbashi mnamo mkoa wa Haut-Katanga ni kwamba vitendo vya ujambazi na wizi waendelea kushuhudiwa mjini Lubumbashi, huku raia wakiomba serikali kumaliza vitendo hivyo. Aba ni bamweji wanaingia kunyumba, wanapaka vile wanapasula mavitre. Alors balikuwa muteni bien correct. Oui, bachile. Teni ya FARDC na police. Mwambui. Kwa m'expliquer chef de quartier? Tume ma image. Balikuwa muteni ya GER. Ça c'est Mukini. Aleta. Tunatoka huko msano bantambasa bana pasula na huko Balikuwa bamingi. Batrua. Sasa mabani. Bena washo wakiwa huko wanasema mfani ni mfungule tunafunga. C'est fini. Banengia ntambasa mulete nini makuta kwa sababu tuna na makuta. Banentosha nje washomisha kazi barabara sima tuko na kuwa leo. Basi mamute tuna makuta sasa toka nje nikokota mimi. Watu wote kimya tu. Unaisha nje kada. Mimi natoka nje nimeshimama pale leta makuta mimi nasema tuna na makuta. Si hapa na hapa baba anakia mnyumba babaki sasa tuko na kuwa wewe na kisu. Mbona cha batoto leo. Yo. Tunalopa paka buluma tunaria mturumeko washiki. Jo bana sumira mnyumba baba tuko paka na 30 mili mnyumba sasa muleo. Tunaingia tunatosha 30 mili tunapatia bana na ekra bana na komandi mtu. Bana deno bana. Wale wanaenda tunashika tena barisha tena mabani nyingine wao kwa na kamba si kwa karibu. Tukamwa fako sana. Kizuri ni Bushima, tunashukuru. Bandia yuko kote ipana ngai. Bandia kote na nda kwa soda. Asabote. Binomoko bomona. O état de droit. Atuka murifia hata kuniita. Intervention ilifia kwa saa yote no. Saba papa héritier vile baripasha kunani. Tukisalia hapo mjini Lubumbashi, mtazamaji wetu wa Nipe News TV, ni kwamba ukosefu wa mafuta ya gari aina ya essence huendelea kushuhudiwa, na hiyo inatokana na shurti ambazo serikali imetoa kwa wauzaji wa mafuta hayo. Des files interminables, des véhicules serpentent les principales avenues de Lubumbashi en quête désespérée de carburant. C'est cela, la réalité quotidienne qui rythme la vie des conducteurs et des familles de la deuxième ville la plus importante du pays, Lubumbashi. Une pénurie qui pousse de nombreux conducteurs à abandonner la chaleur de leur lit pour dormir à la belle étoile dans l'espoir de récolter quelques gouttes du précieux sésame, souvent en vain. Ikuna 36 motoka una consommer vers 30 litres. Là uta dépenser utatoka mtu 1000 francs utapata makuta ngapi? Hakuna moyen. La conséquence immédiate de cette catastrophe urbaine est l'augmentation fulgurante du prix du carburant au marché noir et son impact sur le prix du transport en commun ainsi que ceux des denrées de première nécessité. Bitu bya choma njobe bibeba à l'avantage. Diamana abebebe na avantage. Si peuple ndio tunasubiri. Baba uzake karibira. Baba anapatana mfresh généraux. Sinja turangaika. Sasa tunakimbia wapi na tenda watu wa mto du jour. La malaise tend de plus en plus vers le ras-le-bol avec la population qui ne sait plus à quel sein se vouer, surtout que depuis le début de cette calamité sociale et économique, les autorités compétentes ont la bouche cousue. Huko Kinshasa, mji mkuu wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba wakaji wa mtaa wa Ngaliema kwenye kata la Meteo wamezuia barabara zote za kata hiyo kwa madai ya kwamba serikali haijali kutimiza maslahi yao.
La police a eu, mais jusque-là, pas de solution. Aucune solution jusque-là. Il y a une négociation, le major est là, on va négocier. Maintenant, les 6 000 ans, on a évité. On est là où on était fou, la police a promis. Pas de solution jusque-là. Pas de solution. Ministre Faya. Ah oui, ministre Faya. Et voilà. Les voitures sont là. C'est depuis 3 heures. Tu vas pas m'arrêter là. Donc, c'est là exact. Ma route, je fais le pied. On a comme un donc même la moto, il faut les rater. Même la moto, il faut les rater, c'est grave. C'est depuis 3 heures que la route a été barrée par la population qui habite le quartier Télécom. Voilà. Tukisalia hapo hapo katika mji wa Kinshasa ni kwamba ajali mbaya imeshuhudiwa kwenye barabara ya le 30 Juin huku mwendeshaji gari akipone ya tuputupu. Na huko Kigali katika nchi ya Rwanda ni kwamba ukosefu wa maji waendelea kukabili wakahaji wanaoishi vitongoji vya jiji hilo la Rwanda. Tusikiliza hapa ushuhuda wa raia hao. Dans son quartier, Viateur s'est créé son propre métier. Avec son vélo et ses bidons, il livre de l'eau tous les matins aux habitants pour leur consommation personnelle. Faustin l'attend tous les jours sur le pas de sa porte et lui paye 200 francs rwandais pour 20 litres d'eau, environ 110 francs CFA ou 20 centimes d'euros. Et c'est un peu plus cher en saison sèche. Avant, il y avait l'eau courante, mais ça n'a pas duré. Maintenant, on fait appel à notre livreur. Grâce à lui, nous avons de l'eau à la maison. Sans ces services, notre vie serait très compliquée. Viateur roule sur les terrains escarpés de Gazantse, tout près de Kigali. Ici, pas d'eau courante pour tous. Quelques travaux avancent menés par la compagnie publique. L'eau arrive petit à petit, mais rien de très concret, alors Viateur a dû s'adapter. Cela fait 8 ans que je fais ce travail de livraison d'eau à domicile. Je vais puiser pour ma famille d'abord, puis je sers les voisins qui n'ont pas de force pour aller chercher de l'eau eux-mêmes. Je ne fais pas ce travail par choix car c'est vraiment très pénible. Comme les habitants, il doit aller à la source. À l'aller, cela semble assez simple, mais il faut déjà s'imaginer le retour en montée avec les bidons pleins. Je décharge mon vélo et je vais faire la queue pour avoir de l'eau. Et arrivé sur les lieux, Viateur constate à chaque fois qu'il faudra faire preuve de patience. Le problème, c'est que les gens viennent très nombreux. Na mtazamaji wa Nipe News TV, tumalizie matukio yetu tukijielekeza katika mji wa Barakani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Chama cha Moise Katumbi Ensemble pour la République kimeendesha mkutano mkubwa na wanamemba wake ili kuomba watu wampe kura Moise Katumbi Chapwe. Sikiliza hapa kiongozi wa chama hicho jimboni Kivu ya Kusini alivyozungumza kwenye mikrofoni ya Nipe News TV. Federal wa Barakani amepana tangazo kusema kama kutakuwa baadaye kutakuwa adhesion massive, manake watu wakaji wa Fizi, wakaji wa Baraka na
territoire ya Fizi kuweza kujiunga na chama Ensemble pour la République. Mtu ategemea nini ikiwa atajiunga na chama cha Ensemble? Unasema? Mtu ategemea nini wakati atakuwa amejitoa kujiunga na chama cha Ensemble? Chama cha Ensemble ni chama ambacho kinakuja kuleta development ndani ya nchi ya Republiki yetu. Maana wakati unapenda maendeleo ndani ya Republiki, ndani ya nchi yetu, vyama sio viwili kama vinaweza kuchagua, ni Ensemble pour la République. Na sasa vile watu wataelewa namna kuweza kuadere, wataelewa watapita kwenye federation, namna gani fiche d'adhesion, namna gani kuweza kununua karte, kwa namna gani, hayo yote wataelewa wakati watapita federation kuweza kuchukua fiche zao na kuweza kuadere na chama cha Ensemble pour la République. Unaevaluate sante ya chama kwa sasa tumefikia wapi? Sante ya chama kwa sasa ni nzuri kabisa. Nafikiri hawezi kuhesabu vyama mbili ndani ya Republika ambavyo vinasambarana ndani ya nchi yote. Na sisi tunaendelea kusema kama sawa vile coordinateur wa juu anaweza kusema, lengo letu ni kusema kila jamaa inapaswa kuwa wanamemba au wanamemba wa Ensemble pour la République. Na ndio hapa Fizi kila jamaa inapaswa kuwa wanamemba wa Ensemble pour la République. Yani tunatafuta maendeleo, tunatafuta mabadiliko. Na sawa vile President National Moise Katumbi Chapwe anasema, tunatafuta tulete Kongo ingine. Kongo ambayo italeta development ndani ya nchi. Sikia maulizo ya kusema bunga ambayo inatumiwa hapa Baraka inatokea Tanzania. Iwe ya muhogo, iwe ya muhindi inatokea Tanzania. Hiyo haiwezekani. Nilisema juu ya samaki haiwezekani. Tunatafuta maendeleo. Nchi, development ya nchi, ekonomia ya nchi. Mtazamaji wa Nipe News TV, huo utakuwa mwisho kamili wa matukio yetu. Asante kwa kujiunga nasi. Jina langu ni Andrea Mdema, sina la ziada. Baki nasi mpaka mwisho wa matangazo yetu. Ni bora kusubscribe na kusambaza kwa wengine matukio haya ili uweze kupata habari kemkem za kila siku na ambazo zimechujwa. Kwa niaba ya timu mzima Nipe News TV na wahaga nikisema tukutane kwa muda na wakati mwingine kama na huu. Ciao. Wapendwa wa diaspora, hii ni kwa ajili yenu. Ungetamani kupata matukio na habari zote za nyumbani pia na za dunia? Suluhisho limepatikana. Fuatilia sasa kila saa na dakika Nipe News TV. Kupitia Nipe News TV utapata habari zenye uhakika. Hili uwe napata habari kila dakika. Subscribe chaneli hii ya Nipe News TV. Baba, kaka, mama, Nipe News TV ipo kwa ajili yenu. Helimika, jifunze lugha sasa kupitia Nipe News TV.